Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea tafsiri ya suratu al-Anbiya. Tulisimama katika kisa cha Nabii Allah Ibrahim alayhi salam kwenye aya 70. Tuendelea katika aya 71 inazungumzia juu ya neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam na jinsi alivyomuokoa na ule moto wa Namrud bin Kanaan na kaumu yake, yeye na Lut, hadi kuwaruhusu kwenda katika ardhi mubaraka, ardhi ya Palestina. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Nabii Ibrahim alayhi salam kwao ni Iraki, ilikuwa kwa Iraki, na matukio ya ugomvi wa kiimani kati yake yeye na watu wa Iraki katika utawala wa mfalme Jabbar Namrud bin Kanaan ulipelekea uadui mkubwa uliofanya watake kumuua kwa kumchoma moto kwenye shimo maalumu lililokolezwa. Mwenyezi Mungu kama tulivyokwisha kuona akamuokoa mtume Ibrahim alayhi salam. Ndio anasema wanajainahu wa Luta, tukamuokoa na Lut. Kwa kule kuwa Lut alimwamini, akaondoshwa yeye Nabii Ibrahim, na Lut naye akaruhusiwa ondoke naye. Ndio uokozi huu kutoka Iraki kuelekea katika ardhi ya Palestina iliyoko Middle East, Sham, ila al-ardh allati barakna, kwenda katika ardhi ambayo tumebarikia pia ndani yake la alamina, kwa ajili ya viumbe wa ulimwengu. Ardhi ya Palestina imepewa baraka nyingi ya kuotesha na rutuba ya mimea ya mazao yenye faida kwa wanadamu. Wa wahabna lahu Ishaqa. Huko Palestina Allah anasema na tukampa yeye Ishaq mtoto, wa Yaqub, na tukampa Yaqubu nafilatan, kuwa ni mjukuu aliye zawadi. Ile nafila atiya, ay kitu alichopewa mtu kwa kutunukiwa. Tumeelewana? Kwa hiyo asili yake kinatolewa kwa mapenzi, nafila. Ndio maana ikaitwa sunna. Zile ambazo mtu anapendelea mwenyewe kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu inaitwa nafila. Umeelewa? Ai nawafil. Tahiyatu masjid, ukiingia wewe msikitini unaswali, sio ukiingia unakaa na mapenzi hayo kwa Mwenyezi Mungu, inaitwa tahiyya. Unaamka umebaki msikitini kabla swala asubuhi, ikichomoza jua na swali ishraq, nafila. Tumefahamiana? Hizi zinaitwa nawafil. Nawafil. Ukipata riziki unatoa sadaka, nafila. Unajipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, yale mambo unatoa kwa kupenda wewe mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala yakul fi Ibrahim wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin, na wote tuliwafanya kuwa ni wema hao. Maana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub wote mitume hao, na wakafanywa watu wema. Wajalnahum aimma, tukawafanya kuwa ni maimamu, yani viongozi. Yahaduna, wanaongoza watu, biamrina, kwa amri yetu. Wa auhaina ilaihim,
na tukafunulia kwao kwa kuambia, kwa kuwaelekeza fi alkhairat, kutenda matendo yaliyo mazuri. Wa uhaina ilaihim fi alkhairat, tukawafunulia na tukawapelekea wahi kwamba fi alkhairat wafanye matendo mema. Wa iqama as-sala, na kusomesha swala. Wa itaa az-zaka, na kutoa zaka. Wa kanu lana abidin, na wakawa kwetu sisi wanyenyekevu, wenye kunyenyekea. Yani tumeelewana wanafanya ibada kweli kweli, mpaka ile ibada baada ya kuwa ni wajibu na nafila ikawa kwa wao ni ada, wakawa wananyenyekea, wanafanya kwa mapenzi makubwa. Na hivyo ndivyo inatakiwa ibada. Tukiabudu tuabudu kwa mapenzi, ili upatikane unyenyekevu wa kumnyekea tunayemwabudu. Tumefahamiana? Wajannahum aimma yahduna biamrina, tukawafanya kuwa ni viongozi, maimamu wanaongoza watu kwa amri yetu. Wa uhaina ilaihim fi alkhairat. Tumeelewana? Sasa mitume wameelekezwa kufanya mema. Hata sisi tumeambiwa ya alladhina amanu sujudu warka'u wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mama ngapi hapo? Sujudu warka'u wa'budu rabbakum waf'alul khaira, 4 umur. Sisi tumeambiwa hivyo, walivyoambiwa waf'alul khaira, fanyeni mema. Tumefahamiana? Naam. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa Lutan atainahu hukman, na Luti tulimpae hikma, upambanuzi wa mambo kwa uwazi zaidi. Wa ilma, na elimu. Wa najainahu min alqarya, na tukamuokoae kutoka kwenye kitongoji lati ambacho kanat, kilikuwa ta'malul khabaitha, kinafanya uchafu watu wake. Ahlu Sadum kule katika Middle East, Sadum. Innahum kanu qauma su'in fasiqin, innahum, hakika yao hao watu wa Sadum, kitongoji hicho, kanu walikuwa qauma su'in, watu wabaya, fasiqin, walioasi Mwenyezi Mungu Subhanahu, waliokuwa maasi, wanaomasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbona wa adkhalnahu, na tukamuingize Luti baada ya kumwokoa huko, fi rahmatina, ndani ya rehema zetu. Innahu minas salihin, hakika yake Luti ni katika wema, watu wema. Sikule wametajwa kina Ibrahimu na Ishaka na Yakubu wema, naye tukamuingiza na sababu Mwenyezi Mungu ni katika watu wema. Tumefahamiana? Wa hakadha yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala ibadihi, to kama Mwenyezi Mungu wataja watu wake, waja wake. Bimaana najahu min adhabi alladhi udhiba bihi ahlu Sadum, tulimuokoa kutokana na adhabu walioadhibiwa ahlu Sadum. Alladhi kanu takibuna alkhabaitha a'mali, ambao walikuwa wakifanya matendo machafu. Wa akhtarha, na mabaya kabisa, alliwat, ni ile katika waliyofanya, ilikuwa katika mabaya walikuwa wakifanya liwat. Sababu dhalik, kama kala Allah tabaraka wa ta'ala, innahum kanu qauman fasiqin. Sababu yote ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshasema walikuwa watu maasi. Wal fusuq al-khuruj min ta'atillah. Tumefahamiana fusuq, kutoka katika taa ya Mwenyezi Mungu, ndo asi. Faluta utiya 4 ni'am, alipewa neema ngapi? Hikman wa ilma wa najati min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'itha. والرابع كونه أدخله الله في رحمته، أدخله الله
fi rahmati 4 naam, neema 4 kapewa Lut alayhi salam. sawa wa Nuhan alqissatu rabi'a, kisa cha 4 katika sura al-Anbiya. Wa Nuhan, na Nuhu, idhinada, wakati alipolingania kuita, kuomba, min qablu, hapo mwanzo, fastajabna lahu, tukamkubalia. Alipotulingania katuita, tukamwitikia kwa hilo alilotaka. Tumeelewana eh? Wa ahlahu, na watu fanajainahu, fastajabna lahu, tukamwitikia, fanajainahu, basi tukamuokoa, wa ahlahu, na watu wake, min karbi, kutoka kwenye shida al-adhim iliyokubwa, tukamuokoa, tukamwepusha kwenye na shida iliyokubwa. Al-kurb, shida, kurbi, yale matatizo yanomkumba mwanadamu, yanomtisha, yanomfanya awe hana raha ya kufanya chochote. Yani wengine wanashindwa kuwa na subra, wanaenda kujinyonga, inaitwa kurbi. Umeelewa? Ar-Rasul sallallahu alikuwa akiomba dua ikimjia kurbi. Miongoni mwa dua zoba maarufu kwa Mtume sallallahu katika kuomba kuepukana na kurbi ni ile inasema la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Hii dua alikuwa anaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapopata matatizo mazito, kurb. Tumeelewana? Duaul kurbi inaitwa hiyo. Wa Nuhan idhinada min qabl, wakati alipotulingania kabla ya hapo, ya Bi Ibrahimu na wengineo. Tumefahamiana fastajabna lahu, fanajainahu, fastajabna lahu, tukamwitikia, fanajainahu, tukamuokoae, wa ahlahu, na watu wake, min al-karbil azim. Mnajua karbil azim? Tabu kubwa, 950 years, miaka 950 yeye analingania watu hawataki. Shida iliyokuja pale ni ile ya kuharakishwa watu wake ndio ilikuwa shida kubwa kabisa. At-tufan wal gharq, tumefahamiana, wa adha qaumihi. Tumeelewana? Kwa hiyo maudhi ya kaumu yake na ile tufani iliyokuja, maji yatoka chini na juu, na watu wakaghariki, wao kaepushwa Nuh alayhi salam na watu wake. Ndio kurb al-azim iliyokuwa kwa Nuh alayhi salam. Wanasarnahu, na tukamsaidiaye, tukampa nusra, min alqaumi alladhina kadhabu biayatina, kutokana shida ya watu ambao walikadhibisha aya zetu. Innahum kanu qauma su'in, hakika walikuwa watu wabaya. Fa aghraqnahum ajma'in, tukawagharikisha wote. Allah anasema fa aghraqnahum ajma'in, tukawagharikisha, yani tukawazamisha kwa kuwapotezea uhai wao wote. Katika suratul Qamar aya 10, Allah anasimulia jinsi Nabii Nuh alivyokuwa akimwomba Mola wake. Anasema fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir, anni maghlubun fantasir, mimi nimeshazidiwa, nisaidie Rabbi. Anamwambia Mwenyezi Mungu. Na pale katika sura Nuh 26, wakala Nuh rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara innaka intadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Maneno mazito.
Rabbi la tadhar ala al-ardhi kafir dajara, Mwenyezi Mungu usiache katika ardhi nyumba ya kafiri yoyote. Innaka intadharhum, haikaka ukiwachia yudhillu ibadaka, watapoteza wako, wala yalid wala taza illa fajiran, maana mpaka vitavizaliwa ni makafiri tu waovu. Naam. Wa Dauda wa Sulaimana alqissatul khamisa, na Daudi na Suleiman mtuna mwanawe, idh yahkumani fil harthi, zama walipokuwa wakihukumu kutokana na konde shamba. Fil harthi, konde yenye mazao idh nafashati fihi ghanamul qaumi, zama walipolisha usiku mbuzi wa watu. Kuna watu walikwenda wakalisha konde ya watu wengine, tumeelewana? Konde la watu fulani likalishwa na watu wengine. Idh nafashati fihi, Daudi na Suleiman wakawa na hukumu juu ya kesi hiyo, wakapelekewa kosi. Wa kunna lihukumihim shahidin, na tulikuwa kwa hukumu yao wenye kushuhudia. Allah anasema wa kunna lihukumihim shahidin, na tulikuwa kwa hukumu yao wenye kushuhudia. Bimaana alimin, wenye kujua wanachokihukumu. Fafahamnaha Suleiman, tukamfahamisha Suleiman namna hukumu sahihi. Tumeelewana? Akanyima ile hukumu sahihi babake Daud. Wa kullan ataina hukuman wa ilma, na wote tuliwapa hukumu na hikima na elimu. Wasakharna ma Daud aljibala, tukatiisha pamoja na Daudi milima. Yusabbihina wat-tayr, inamtakasa Mwenyezi Mungu pamoja na ndege. Wa kunna fa'ilin, na tulikuwa wenye kufanya hayo, kutiisha milima na ndege wakimtukuza Mwenyezi Mungu pamoja na Daudi. Tumeelewana? Wa'allamnahu, na tukamfundisha yeye Daudi sun'ata lubus, kutengeneza nguo za vita. Lakum, kwa ajili yenu. Lituhsinakum min ba'sikum, ili zikulikingeni na vita vyenu pale mkipigana. Fahal antum shakirin, je, nyinyi ni wenye kushukuru? Allah anatuuliza. Wali Suleiman ar-riha asifa, na Suleiman upepo mkali kabisa kimunga. Tajiri bi amrihi, ulikuwa ukitembea kwa amri yake. Ila al-ardhi allati barakna fiha, kwenda katika ardhi ambayo kama tumebarikia ndani yake. Wa kunna bikulli shay'in alimin, na tulikuwa kwa kila kitu ni wajuzi. Wa minash shayatin, kwa Suleimani, na katika mashaitani, man yaghusuna lahu, kuna waliokuwa wakipiga mbizi kwa ajili yake, piga mbizi kwa kutoa lulu. Wa ya'maluna amalan duna dhalik, na wanafanya kazi isiyo kuwa hiyo. Wa kunna lahum, na tulikuwa kwao hafidhin, wenye kuhifadhi. Wa sadaqallahu alazim. Tuishi hapo, tuje kuondokea kisa cha Nabii Allah Ayub alayhi salam.